Wakazi wa Kiomboi wilayani Kibiti mkoani Pwani wamelazimika kutengeneza madawati 120 ambayo yatasaidia kuondoa changamoto ya wanafunzi zaidi ya 300 kukaa chini kutokana na uhaba mkubwa wa madawati katika shule ya msingi Kiomboni, ambapo awali kulikuwa na madawati 35 kati ya wanafunzi 374, huku wakiomba serikali kutatua changamoto ya ukosefu wa mwalimu wa kike katika shule hiyo kwa zaidi ya miaka 30. Idi Lugendo na taarifa zaidi. Wakieleza kilichowasukuma kufanikisha zoezi hilo mara baada ya kukabidhi madawati hayo, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema wanafunzi walikuwa wanasoma kutumia kulala chini, wanaandika hadi nafikia nguo zinachafuka, muandiko unakuwa mbaya. Kwa hiyo naiomba serikali, kutokana na sisi uhaba wetu huo wa mwalimu mwanamke, basi watupatie walimu wanamke ili tuweze na sisi kufurahi kuwa serikali yetu inatutakia mema katika shule yetu, na tukizingatia rais aliyekuwa madarakani ni mama. Moja darasani hata madawati, vijana wetu walikuwa wanaandika kweli, walikuwa wanakaa chini, mtoto akirudi nyumbani wao umeingisha vizuri information kwa sasa, akirudi ndio ameandika au mpaka leo leo na tunafanya kubwa wetu kwa mpata madawati. Tunashukuru viongozi wote, viongozi wakuu. Kwa changamoto kubwa ilikuwa sikubwa sana habari ya kuumiza vichwa watoto wetu kwa nini wanakaa chini. Hiyo ndio kubwa ambayo sisi tuamoja kukaa kitako hapa kwa madawati bila kulipa mshahara mtu yeyote, bila ya kupana na wilaya serikali. Tulijitoa tu tabia ya mji hatuwezi watu wote kutoka baadhi ya watu. Akieleza hali ya ukosefu wa madawati ulivyoathiri maendeleo ya elimu kwa wanafunzi na matarajio yao baada ya kupokea madawati hayo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kiomboni, Mwalimu Moi Fidelis, anaeleza. Kiuhalisia hali ya taaluma ilikuwa ni mbovu sana. Tumejitahidi kuwahamasisha watoto hali wakiwa wamekaa chini, lakini tukaona hii hali inaathiri sana uendelezwaji wa taaluma na hasa katika kufaulu watoto wa mitihani kama darasa la 4 na darasa la 7. Ni matumaini yetu sasa, shule yetu japo inafanya vizuri sana, toka tumeanza inafanya vizuri. Matumaini yetu kuanzia mitihani inayoanza kufanyika tarehe 9 na tarehe 10 mwezi wa 9, matokeo yatakuwa mazuri, na ndo ahadi yetu kama walimu tutafanya kazi kwa juhudi, kwa sababu tulikuwa tukifundisha watoto tukiwa wamekaa chini. Kwa sasa wakiwa kwenye dawati tutafanya vizuri zaidi. Hapo mwanzo tulipokuwa hatuna madawati ya kutosha, nilikuwa ninakaa juu ya dawati. Tukawa wale wenzetu waliokuwa hawajapata madawati wakawa wanaandika mwandiko mbovu sana. Sisi walimu walitulazimisha ili tuwe tunatosha kwenye madawati madogo, tukawa bado hatujatosha. Tumegundua madawati, tumepata madawati 120. Hapo awali tulikuwa tunakaa chini, tulikuwa tunataka pensi na mashati. Ombea Mungu awape maisha marefu. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya Kibiti, afisa tarafa ya Kikale Bwana Salim Malogwa akaeleza mikakati ya serikali katika kuboresha miundombinu ya elimu wilayani humo. Sisi kama serikali tunaunga mkono kwa kwamba tunaendelea kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Kama jinsi unavyofahamu, tayari tushaleta madarasa maeneo haya, na kunakoendea tunaenda kutengeneza matundu ya vyoo kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi, hasa wanafunzi wa shule za msingi. Hivyo basi sisi kama serikali tunaendelea kuwapongeza wananchi hao kwa kujitoa, na tuko pamoja nao kwa kwamba mazingira ya wanafunzi na walimu yanaendelea kuwa imara kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan.